Bwana mtazamaji wa Dada Sports, mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Fountain Gate umetamatika, huku jina ambalo likiimbwa sana jina la Prince Mpumelelo Dube mara baada ya kucheza kwa takriban michezo minne bila kufunga goli lolote. Hii leo kapata nafasi ya kufunga kupitia mkwaju wa penalty. Tunaye mtaalamu hapa wa soka Zuberi Super Mkalaboko ambaye tunaungana naye kupitia na njia ya simu. Zuberi Super Mkalaboko, kwa vizuri eh? Niko vizuri sana, namshukuru Mungu. Mambo yanaendaje huko mkoani Morogoro? Morogoro tunamshukuru Mungu. Amani ipo na majukumu yanaendelea. Mungu ni mwema. Bana, mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Fountain Gate umetamatika. Zuberi Super Mkalaboko, kwa namna moja au nyingine tuanze kwanza kwa kutazama mchezo mzima ulivyokuwa. Zuberi, performance ya Young Africans toka kwenye mchezo dhidi ya JS Kabylie, leo wanakutana na timu nyingine, pengine watu wengi walijua wachezaji wa Young Africans huenda wakacheza kwa uchovu mwingi kutokana na majukumu ya kimataifa ambayo yalikuwa yanawakabili hapa katikati. Kwako wewe mchezo ulikuwaje Zuberi? Mchezo kwa ujumla ulikuwa ni mchezo wa ushindani wa uwiano kwenye mapambano, kwa maana mchezo ambao ulikuwa uwiano kwenye mapambano, lakini bado Yanga bila Pacome ni sasa na mtu mwenye ukoma kumpa pukuchwe mahindi. Sawa. Inakuwa ngumu sana kwenye safu yao ya ushambuliaji. Sawa. Kwa namna ambavyo nimewatazama katika mchezo wa leo, ukiangalia wanatoka eneo la kwanza wanakwenda eneo la pili, eneo la mwisho wanapokosa mtu wao ambaye anafanya mikimbio yote timilifu. Mikimbio yote timilifu ni ile mtu anakimbia kutafuta nafasi, anakimbia kutumia nafasi na anakimbia kutengeneza nafasi. Sasa Pacome ni mchezaji ambaye anapokuwa yeye kwenye eneo hilo, kwa kuwa anazunguka sana, inakuwa inatoa ubunifu kwenye timu kushambulia. Sasa unapokuwa na washambuliaji ambao hivi sifa zote tatu kwao zinapungua, kwa maana mtu anayekimbia kutafuta nafasi, kimbia kutengeneza nafasi na anayekimbia kutumia nafasi, unapomkosa mtu kama huyo na una mchezaji mwingine wa namna hiyo, manake timu kwenye eneo la mwisho kushambulia inapata tabu. Kwa mfano kwenye safu ya ushambuliaji wa Young Africans, ukiangalia kulikuwa na Offense Kola, ukiangalia kulikuwa na Ekwe Celestin, ukiangalia kuna Dube. Hawa wote sio wazuri kwenda kutafuta nafasi, kutumia nafasi pamoja na kutengeneza nafasi. Wanaonekana ni wazuri kutengeneza nafasi bila kutafuta nafasi. Kwa nini kutafuta nafasi? Kutafuta nafasi ndio kunamfanya mchezaji azikimbilie vile vitu vinaitwa passing lane. Aende kwenye yale maeneo ambayo pasi zinaweza zikapigwa. Aende kwenye maeneo ambayo walinzi hawayaoni. Wanasema distorted sides. Atoke maeneo haya, aende akatafute half space. Sasa kama unakosa mchezaji wa mitindo hiyo, manake eneo lenu la kushambulia mnakuwa mnaenda kwa ugumu hata kama mmetawala mechi. Sasa ukiangalia Young Africans walikuwa wametawala mechi, lakini kukutafutia open play katika ubunifu wa namna hiyo ilikuwa ni ngumu, kwa sababu walikuwa wamebaki hawa nje ya Pacome ni wazuri wa kutafuta nafasi. Hawezi kutengeneza nafasi na hawezi kwenda kwenye nafasi. Sasa na ndiko kitu ambacho kinaonyesha ugumu eneo la mwisho, licha ya kwamba kipindi chote cha aina ya goli iliyopatikana ile ambayo ilitokana na standard situation kwa maana foul, lakini namna ya kutelelisha kuivunja hizi ya wale Fountain Gate ilikuwa inakuwa ngumu, kwa sababu kulikuwa kuna kukosekana ile attacking fluidity, mnyumbulifu ama utilikaji wa kwenda kutengeneza mashambulizi kwa sababu ya mapungufu kama hayo. Bwana, Mkalaboko, goli la kwanza la Young Africans, moja ya goli ambalo kuna namna moja lingine limezua utata kutokana na mpira ambako ulienda kwenye sehemu ya mwili wa mchezaji wa klabu ya Fountain Gate. Kwa namna ambavyo wewe umetazama Zuberi Super Mkalaboko, unauelewa vizuri hasa inapofika swala la mipira hii iliyokufa, mfano wa penalty kama hii ambayo Young Africans waliweza kuipata. Wewe uliiona kama ilikuwa ni penalty sahihi Zuberi, au kuna namna ambavyo muamuzi ilikuwa ni makosa ya kibinadamu? Hapana, ni penalty sahihi, kwa sababu mkono ule, unajua mkono kibaki la kawaida tunasema mpira umefuata mkono, lakini mkono ukienda umekwenda umetanuka, umeenda kwenye umbo lake lisilo kawaida, hapo kurudisha tayari unaonekana mkono umefuata mpira. Sasa ukiangalia ule mkono ulikuwa kwenye kawaida, kitu ambacho ni rahisi tu muamuzi kuamuru penalty. Sawa, Zuberi, turudi kwenye performance ya Young Africans hii leo. Mara baada ya kuanza kwa mchezo, ni kama vile umezungumza vizuri hapo, ni kama vile Young Africans walikuwa very slow hasa inapofika swala la kwenda kutengeneza mashambulizi, lakini pia bado kuna utulivu ambao ulikuwa hauonekani mwishoni. Na wewe umeliona hilo Mkalaboko kwa Young Africans, hasa kabla ya kurejea kuingia kwa second half, kwa maana kuja kwa Piodo Pacome Zouzoua ambaye wengi wanamuona kama alikuja kubadili sana mchezo kwa namna moja au nyingine? Ni shida kidogo kama nilivyosema mara nyingi. Hizi timu zetu zina wachezaji ambao wanatofautiana sana ubora, na pia wanapokuwa wanafanya mabadiliko kadha, basi ubora wa timu na wenyewe unapungua. Kwa mfano Ibra, unaweza usione licha ya kwamba Fountain Gate hawakuwa na hatari kubwa, lakini attacking ya Young Africans, umbo lao la kushambulia
kuanzia eneo la mwanzo, kuanzia golikipa kwenda kwa mlinzi kama Ibra Baka tayari lipo ya timu. Utaangalia mipira mingi ambayo Young Africans walikuwa wanaianzisha kutukuma timu kwenda mbele haraka. Kwa nini? Kwa sababu shape ya mashambulizi kuanzia golini kwenda kwa mlinzi, walinzi wakati viungo ukienda kwa washambuliaji ilikuwa imetengeneza shape tofauti. Sasa tayari mabadiliko ya kikosi pia yameondoa ile team rhythm. Kwa nini? Kwa sababu quality ya wachezaji inatofautiana sana. Sababu ukiangalia Young Africans licha ubora ambao tukiona tukisema mara kadhaa siku za hivi karibuni, lakini bado na wao wana tatizo la quality players. Hiki ni kitu ambacho lazima tuseme, wachezaji wenye ubora unaostahili. Ndio maana hivi leo kuna mtu anawaza siku Pacome hayupo, nadhani kila shabiki wa Yanga anampenda mpira anajua kwamba sio kabisa ni kuonesha gazeti tumbua. Maana yake utakuwa mtihani mwingine kwa sababu ile creativity kwenye final third iko chini, lakini pia unamuoni Duke Abuya nini kitafanyika kama wanakwenda kwenye michezo migumu. Tafsiri yake ni kwamba timu pia inakosa ile quality ambayo tunaiona. Lakini unaona sasa mtu kama Ekue Celestine bado ni mchezaji ambaye unaona anacheza, lakini hakupi kile kitu ambacho kila mmoja anataka kukiona kwa mchezaji ambaye anachezea ile timu kama Young Africans. Kwa nini? Kwa sababu kuna quality uioni, kuna maamuzi uyaoni, kuna ukomavu uoni. Sasa kama huwezi kuona ukomavu dhidi ya Fountain Gate, huwezi kutegemea kuona ukomavu na mechi kubwa. Kwa mfano tuliona dhidi ya JS Kabylie ambapo alikuwa akicheza anapata nafasi ambazo zinataka utulivu wa ukomavu kuonesha hicho kitu. Tafsiri yake ni kwamba quality yao wachezaji wakati mwingine zimekuwa za madaraja ya kati, na mara nyingi tukisema haya watu inabidi waelewe kuwa na mchezaji ambaye anaweza kufungia goli kwa matukio sio kwa maana mchezaji atakuwa kufungia magoli kwa mahitaji. Sasa kwa timu zetu hizi mara nyingi wachezaji ambao tumekuwa nao ni kwamba wale ambao sio quality kubwa, matokeo yake tunashuhudia hiki ambacho tunakiona kwamba unakosa hiyo quality. Kwa mnatazama mechi kama vile mnaenda kufanya tambiko, mnategemea nini kitatokea, lakini kiukweli kukosa quality ndio kuna kuonesha hata haya mapungufu ya wachezaji kwa wazi. Kama nikasema kwa haraka, Young Africans usipomuona Pacome unajua nini kitatokea. Lakini nikuulize kwenye nafasi ya Pacome nani kasajiliwa? Ndio wapo wakina Ofen, wako wakina Celestine, wapo hawa wakina Russell Kouma, lakini huwezi kuona hicho ambacho wanaweza kukuonesha. Maana yake hawawezi kucheza ile attic space. Attic space ni mchezaji ambaye tunasema kama anaweza kucheza darini, panya anayekimbia darini. Sasa lazima una wachezaji ambao wanacheza attic. Young Africans kwenye eneo la mwisho mchezaji anayecheza attic style ni Pacome peke yake. Mtu anaweza kucheza darini sehemu ya hatari lakini akafanya utulivu. Zuberi, mimi nataka turudi hapa kwa Celestine Ekua. Umemtaja vizuri sana. Ekua ni moja ya wachezaji ambao kipindi wanasajiliwa kwenye kosi ya Young Africans, makofi alikuwa ni mengi sana na vigelegele na mapambio mengi kwa mchezaji huyu. Unaiona ni changamoto gani hasa inamsumbua Celestine Ekua? Labda ni ndani ya uwanja au ni nje ya uwanja au ni nini ambacho kitaalamu kwako unakiona sana kwa Ekua ndicho ambacho kinamnyima uhuru wewe kufanya vile ambavyo wengi tulivitarajia kutoka kwake? Celestine ni mchezaji ambaye anapenda kuachiwa uhuru wa kukimbia kwenye maeneo ya wazi sana. Wakati mwingine hizi timu zetu haziwezi kuupa mchezaji kitu anachokitaka. Inataka mchezaji atoe kitu ambacho timu inataka. Bahati mbaya hicho kwa Celestine Ekua. Na Celestine anapenda kucheza kwa uhuru. Wakati mwingine mpira wa sasa uliobadilika kumpata mchezaji anayepata nafasi na kucheza style hata kucheza Celestine inamwia vigumu. Kwa kifupi ni kwamba wakati watu ambao walikuwa wanafuatilia kumsajili Celestine Ekua, nafikiri hawakuangalia tactical flexibility ya timu, hawakuangalia game model ya timu, hawakuangalia aina ya mashindano na makocha ambao wanakuja kwa timu. Timu kama Young Africans wanataka timu yao icheze wanasema football, total football, wachezaji ambao wanacheza kwa ubunifu kwenye matukio, lakini hawawezi kupiga nafasi. Wakati mwingine wanazifuata nafasi kwa sababu ya mtindo wao kucheza, wao wanacheza wako jirani. Sasa kwa wakati mwingine hawawezi kuondoka mbali ya kimbia. Celestine anapenda kuachua mianya ya kukimbia. Na ndio maana tukaona mipira yake mingi ni kama anacheza industrial, yuko binafsi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu yeye anataka kutumia kasi yake na ubunifu kukimbia. Timu inataka kusogea ikiwa inacheza watu wanafanya. Lakini accuracy itokee kwa dharura ama mahitaji ya kiwepo. Sasa staili yake ya kucheza ambayo yeye inaonekana kamasa kwenye timu ya ndani, na ndio maana unaweza ukasikia mtu akasema ukiangalia Celestine anacheza Young Africans na yule anacheza kali, timu yao inamwacha flow. Timu ya Young Africa inahitaji kuflow, inahitaji kwenda, timu inaenda collective, mnakwenda mnashambulia kwa kufuatana. Sasa haya ndio mambo ambayo naona kwa Celestine yanamwia ugumu sana kunifu wake, kwa sababu staili yake ya kucheza na timu inavyocheza ni vitu ambavyo havifanani, na ndio maana ubora wake unaona wakati mwingine unatia shaka, kwa sababu staili anataka kucheza sio timu inayocheza.
Sawa. Zuberi Super Mkalaboko bado tunaendelea kuzungumza naye hapa, mtazamaji wa Dar Sports. Kubwa zaidi tunaendelea kutazama kile ambacho kimetokea katika uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, Young Africans akipata ushindi mwingine wa 4 katika michezo mitano ya ligi kuu ya Tanzania bara, mmoja akiwa ametoa suluhu dhidi ya Mbeya City. Zuberi, leo hakuwepo Djigui Diarra katika lango la klabu ya Young Africans. Kuna moja ya save moja alifanya Abu Twalibu Msheli, na kuna swali ambalo tulikuwa tunajiuliza sana kwamba Young Africans leo wanasherehekea uwepo wa Djigui Diarra na yale ambayo amekuwa akiyafanya uwanjani, lakini vipi kuhusu kesho ya Young Africans? Wamejiandaaje siku moja ambapo hawatakuwa na Djigui Diarra golini? Abu Twalibu Msheli ameonyesha na amedhihirisha kwamba anaweza kawa mbadala sahihi mbele ya Djigui Diarra. Hata Abubakar Komeni anaweza sichukue nafasi yake. Kwanza ni makosa kumfananisha Djigui na Msheli. Na unaweza kuona aina ya mechi ya leo kwa nini kawekwa Msheli. Naweza kuona kwa nini Yanga kuuza ukubwa kwa Djigui. Bado quality ya Msheli ya Djigui. Na wala bado Yanga Africans hawezi kutegemea golikipa kama Msheli, kwa sababu kiwanisia mahitaji ya Yanga Africans ni kuwa na golikipa ambaye ana quality ya kucheza viwango vya Afrika. Msheli ni mlinda mlango mzuri, lakini hajatupa ubora ambao kila mmoja anautamani kuona. Bado kuna mechi tuambiwa anaanza Msheli, unaweza kuuliza imekuaje leo? Kwa nini? Kwa sababu ya ile quality ambayo sawa kafanya save. Ni miongoni mwa majukumu makubwa ya golikipa, lakini golikipa sasa ni zaidi ya kumuonya kwa kuangalia kwenye shot saving ratio. Yule uwiano tu wa mashuti unamwangalia katika majukumu ya mpira uliobizaika, mpira uliobadilika. Unaotaka kila mchezaji kiwanjani awe na mchango wa kiufundi na mbinu. Utofauti wa mpira wa kizamani ilikuwa golikipa utamwona kuna majukumu yake ya kudaka. Lakini sasa hivi tunataka golikipa naye na mchango wa kiufundi na mbinu. Ufundi unaanzia eneo lote la kiwanja. First line of attack ndio mstari wa kwanza ambao inakuwa last line of defending kwa walinzi. First line of attack ndio mstari anaokaa golikipa kwenye touch line au goal line. Pale ndio first line of attack, ndio mashambulizi yanapoanza. Kwa tunategemea golikipa aanze kuonesha timu inatokaje hapo. Lakini first line of defending ni mstari huo anaokaa golikipa. Sasa tukimzoea golikipa kumuona kwenye zile kazi na first line of defending kwa maeneo la mstari wa kwanza wa kujilinda, wakati mpira wa sasa unataka eneo la first line of defending ndio first line of attack. Sasa yake kwamba mstari huo wa kwanza wa kujilinda ndio mstari wa kwanza wa kushambulia. Kama golikipa atimizi majukumu ya kushambulia ndio anashangaza wengi. Ndicho ambacho tumekuwa tukiona kwa magolikipa wengi ambao ni wazawa, sio wazuri sana kwenye first line of defending, kwa maana mstari wao kwanza wa kiwanja kwa mstari wao kwanza kushambulia. Sasa hiki ndio kitu ambacho kinaonyesha mapungufu makubwa, na Msheli ni mzuri satai kwenye majukumu ya first line of defending, lakini nataka tumuone mlinda mlango ana set first line of attack, anaitengenezaje timu sasa iondoke kushambulia. Sababu wewe kushambulia unacheza na mikono peke yake, wakati mwingine ndio katumia mikono, lakini sio mikono kwenye kila eneo. Kwa hiyo bado kusema kwamba Msheli anafikia level ya Djigui, na unaweza kuona aina ya mechi ambayo wamechagua acheze. Unaona ni mechi ambayo kwao ni kama mechi ya kupunguza nguvu kiasi baada ya kutoka kutumia nguvu nyingi. Na tumalize basi Zuberi, kwenye eneo la ushambuliaji la Young Africans tunaweza tukakubaliana wote kwamba bado kuna tatizo la utulivu linapofika kwenye swala la nafasi ambazo Young Africans wanazitengeneza. Zuberi, sio utulivu, kunakosekana ubora. Unajua utulivu ni kitu kingine, kunakosekana ubora. Mechi katai washambuliaji hao wanafunga magoli, lakini bado ya ukomavu na ubora. Hiki kitu lazima tukiseme kwa kinywa kipana. Wengi Africans kunakosekana ubora. Simba Sports Club kunakosekana ubora. Hiki kitu tukiseme kwa kinywa kipana, tusio tunaaminishana mambo ambayo hatuamini. Mshambuliaji wetu sisi anaweza kufunga goli dhidi ya Fountain Gate, lakini nafasi hiyo wakapata na timu nyingine pressure anashindwa kufunga. Mechi akafunga leo, kesho afungi. Unaona mechi ambayo atakuwa akuonyeshe anachezaje kwenye attic, hawezi kucheza kwenye attic. Sasa hayo ndio mapungufu ya ubora. Timu zitakuwa zipate wachezaji, sio mchezaji tu anacheza kwa sababu tu anacheza, unakosa ubora. Ndio haya, lakini wewe unafahamu mchezaji wetu akifunga goli hili mnashangaa, mechi ya kosa mnashangaa. Kwa nini? Kwa sababu wanatunyima ubora. Hakuna mchezaji asiyekosa goli, lakini sio yale magoli ambayo kwamba hii ni quality. Bwana Zuberi Super Mkalaboko, tulikuwa na wakati mzuri sana kuyazungumza yale ambayo yametokea katika uwanja wa KMC jijini Dar es Salaam, Young Africans wakiokota alama zote 3. Mimi naomba nikushukuru sana Zuberi, na karibu tena ndani ya Dar Sports. Asante. Bwana mtazamaji wa Dar Sports, mimi ni Florence Renatus, tulikuwa na Zuberi Super Mkalaboko, na ndiye ambaye tulikuwa tunayatazama yale ya kimichezo, yale ambayo yametokea katika uwanja KMC jijini Dar es Salaam. Wananchi wamechukua alama zote 3 wakibuka na ushindi wa magoli 2-0, lakini umemsikiliza vizuri hapa Zuberi Super Mkalaboko ambaye akikuelezea kuhusiana na Pacome Zouzoua. Yani Yanga imekuwa kikosekana Piodo Pacome Zouzoua. Kuna namna ambavyo unaona Young Africans wanateseka sana, hasa katika eneo la umaliziaji. Vipi kuhusu Celestine Ekua? Amemuelezea vizuri kabisa hapa. Basi naomba nikushukuru wewe ambaye ulikuwa pamoja na mimi. Mimi ni Florence Renatus, nilikuwa na Zuberi Super Mkalaboko alisimamia mchongo mzima. Sio mwingine ni Mr. Paco. Mpaka wakati mwingine.